7. Pendo. Ndio baba. Tarehe 27 mwezi wa 7. Ndio. Tutakuwa na ile ibada ya ukombozi wa familia. Ndio baba. Kwa kutoa sacrifice au dhabihu au sadaka ya ukombozi au sadaka ya kuteketezwa. Hiyo ni sadaka moja lakini na tafsiri nyingi. Sawa baba. Kwa hiyo sadaka mtu unakuja naye sadaka ambayo inakuja kuwa dawa ya kuponya familia nzima. Sawa baba. Yaani familia hata kama hawaamini lakini wewe unakuwa msaada ya kuwasaidia wao. Sawa. Ndio ile Yeremia anasema nikamtafuta mtu atakayesimama katika mji nisije nikaharibu, yani katika boma. Kwa hiyo tutakuwa na hiyo sadaka. Watu wote wanaonitazama wa YouTube, wa Facebook, wa Instagram, wa TikTok, tutakuwa na ibada ya kimataifa. Kwa mfano huyu mwanangu yuko Kongo. Kama unataka kushiriki ibada za hapo kanisani, jiandae ili mwezi wa 7 tarehe 27 mwaka wa 2025 mwaka huu, yaani tutakuwa na ibada ambayo tunawashirikisha watu wote. Hiyo ni ibada ya kinabii, sio ya kidini, sio ya kidhehebu, ni ya watu wote. Yeyote ambaye anataka kukomboa familia yake kiuchumi, kiafya, tarehe 27 mwezi wa 7, wewe jiandae tu, utakuja na sadaka yenye uhai. Na unaweza ukaja hata na sadaka yako, hata kama ni pesa, kwa sababu ya kutoka mbali. Kongo huwezi kuleta ng'ombe, ni gharama, au mbuzi. Utatafuta sadaka yako inayo kwenda gharama ya ng'ombe, alafu unaileta. Utaelekezwa hapa Arusha namna ya kuchukua yule ng'ombe, alafu unamleta kanisani kwa ajili ya kuja kuwa sadaka ya kuteketea ili familia ipone. Ng'ombe wakuja kuteketea, ng'ombe au kiasi cha pesa yenye thamani ya ng'ombe ije iteketee ili familia ipone, ili ya mama, baba, kaka, dada wafunguke, wapone. Bwana asifiwe. Amen. Tumeshaandaa hiyo ibada. Watu endelee kutangaza. Ni ibada ambayo haijawahi kufanywa. Ili uweze kuwa strong. Hiyo sadaka ya kuteketezwa ni kwa ajili ya kuepushwa na kifo cha mapema. Sadaka ya ukombozi wa familia kwa ajili ya kuepushwa na vifo vya mapema. Yaani kufariki mapema, kufariki kwa ajali, kufariki kwa magonjwa mbalimbali ya kurithi, akuambukizwa, kulogwa, uchawi, ushirikina huu. Hata kama anakutakia ubaya, tayari ile sadaka inaweka kinga. Kwa hiyo tujiandae, watu wa Dar es Salaam, watu wa Dodoma. Hata kama ule mzee ambaye anasema yuko wapi, sijui alikuwa anasema yuko Songea, sijui Iringa. Popote ulipo hakuna umbali. Kuna wanangu wako kule Marekani, Boston, wameshajipanga wanakuja Boston, Marekani, ili aje anunue hiyo sadaka kwa ile familia. Kenya, hapa Arusha, kila familia, kaeni vikao kwenye familia. Na ukiona hawaelewi kabisa, wewe tengeneza wewe sadaka hiyo mwenyewe. Mumeshanielewa? Ndio baba. Kila familia ianze kujipanga. Na kama watakuwa hawakuelewi, kama Gideon Mungu alipomwambia atoe madume wa miaka 7 kwa hiyo kuomboa familia na kuwapeleka juu, baba yake Gideon hakumuelewa, mama hakumuelewa, ndugu hakumuelewa. Gideon ilibidi afanye mwenyewe, kwa sababu yeye ndio anajua, yeye ndio Mungu ameongea naye, yeye ndio nabii ameongea naye.
Baadaye ndio anakuja kumshukuru baada ya kukomboa familia na kushinda vita, akainua familia yake ikawa familia ya kirais, kifalme. Ndio anakuja kumshukuru baadaye. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe fanya. Tarehe 27 endeleeni kujipanga. Namba ziko huko, endeleeni kupiga mpeo utaratibu. Hiyo ibada ni kubwa, tunaomba matawi yetu yote. Ndio maana hata mimi mwenyewe nitatoa kwa ajili ya kanisa, bado kwa ajili ya familia. Kwa hiyo ni ibada ambayo tutakusanyika wote siku moja tu, tunamaliza. Hakuna kufafufa tena ovyo, hakuna maskini ovyo, hakuna watoto kukataa shule ovyo. Unakomboa familia yako yote.